ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا إخوة الكرام، فإني أوصيكم كما أوصي نفسي أولا بتقوى الله عز وجل، واعلموا أن الله مع المتقين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أيها الإخوة الكرام، إن هذا يوم عظيم، يوم من أيام الله المباركة، فهنيئا لكم فيما صمتم وأفطرتم، وجزاء ثواب من ربكم ما قدمتم. وإن من أعظم ما من الله عليكم أن هداكم للصيام والقيام. Amma baad, ndugu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani zimwendee kipenzi wa umma, mwalimu wetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal kiram, hakika siku hii ni siku kubwa katika maisha ya mwanadamu, siku ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an: walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika Qur'an, baada ya kukamilisha haya masiku ambayo kwamba ni ya kuhesabika, asema kuwa walitukabbiru Allaha, na mtukuzeni Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale ambayo kwamba Allah amewajalieni, ikiwemo ni kuweza kufunga, akakuzuieni katika kufanya yale maasi, na mkao wenye kushikamana na takwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walitukabbiru Allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, kwa yale ambayo kwamba amewapatieni Allah na akawajalieni, basi muweze kushukuru kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal kiram, hakika siku ya leo ni siku kubwa, siku ambayo kwamba ni siku miongoni mwa masiku ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ambayo kwamba ametuchagulia sisi kama katika umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akatuambieni ametujaalieni siku mbili ambazo kwamba ni Eidain, Eidul Fitr wa Eidul Adha, na miongoni mwao leo ni siku ya Eidul Fitri. Asema kuwa fahani'an lakum, basi ni hongera kwa yule ambaye kwamba alipata nafasi ya kuweza kufunga, akapata nafasi ya kuweza kujiepusha na munkarat, akapata nafasi ya kuweza kujiepusha na yale aliyomkataza Allah subhanahu wa ta'ala. Fima sumtum wa aftartukum, na katika yale ambayo kwamba mlikuwa mnajizuia kwa kufunga na kwa kufuturu, leo tumepata nafasi ya kufuturu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wajazaa thawabu min rabbikum, na haya yote tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie thawabu ziwe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali isije ikawa tulifunga kwa ajili ya riya au kujionyesha mbele ya watu kwa kuwa sisi tunaweza kufunga, bali tunafunga alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an. Ametufaradhishia mwezi mtukufu wa Ramadhani, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, kama alivyowafaradhishia waliotutangulia kabla yetu, ili waweze kupata uchaji Mungu katika nafsi zao. Na sisi tunamuomba Allah kwa kuwa tulikuwa tunafunga, na atujalie takwa katika nafsi zetu. Wa inna min a'zam ma manna Allahu alaykum, na katika miongoni mwa mambo makubwa alotujalia Allah subhanahu wa ta'ala, an hadakum lisiyami wal qiyam. Miongoni mwa mambo makubwa ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala tunamuomba aweze kututakabalia ni kuwa tulikuwa tunafunga, pamoja na kuwa tunafunga tulikuwa tunaweza kusimama qiyamul layl pamoja na tarawehe, zote tukawa tunajitahidi ili tupate rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar,
Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, lisiyami farhatani, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, lisiyami farhatani, katika yule mwenye kufunga ana furaha mara mbili. Farhatun inda fitrihi, farha bifitrihi, wa farhatun inda liqa'i rabbih, farha bisiyamihi. Yule mwenye kufunga anapata furaha mara mbili. Furaha ya kwanza ni pale anapofungua, baada ya kuwa alikuwa anashinda na njaa mchana kutwa, pale anapofungua ana furaha kwa kuwa anaweza kufungua na akafurahia kile chakula ambacho kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia. Na furaha ya pili, farhatun inda liqa'i rabbih, farha bisiyamihi, na pale anapofungua ama anapokutana na Allah subhanahu wa ta'ala, anaposema Allah subhanahu wa ta'ala, as-sawmu li wa ana ajzi bi, saumu ni yangu mimi Allah subhanahu wa ta'ala, na mimi ndio nitajua kipi nitakachomlipa huyu mwanadamu ambaye kwamba amefunga. Asijaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala amejalia amali zote, mwanadamu anaposwali, mwanadamu anapoenda hija, au mwanadamu anapofanya khairati zote, Allah amekuwekea makadirio ya malipo ya kila kitu ambacho kwamba unakifanya. Lakini katika hadithi al-Qudus asema Allah subhanahu wa ta'ala, as-sawmu li wa ana ajzi bi, saumu ni yangu na mimi ndio najua ni kipi nitakachomlipa huyu mwanadamu ambaye kwamba anajizuia kwa kile kitu cha halali ambacho kwamba nilimpea, ikiwa ni chakula, ikiwa ni matamanio ya nafsi yake, akawa anajizuia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni jambo ambalo kwamba ni kubwa, na Allah subhanahu wa ta'ala hawezi akalichukulia kwa uwepesi, ndio akasema hii saumu ni yangu na mimi ndio nitajua kitu gani nitamlipa huyu mwanadamu. Ndugu Waislamu, tujue katika mwezi wa Ramadhani, kana Ramadhani madrasatan liliman walihsan watarbiya. Madrasa hii au mwezi wa Ramadhani ilikuwa ni kama madrasa kwetu au shule kwetu, shule ambayo kwamba inatufunza namna ya kukaa na watu, namna ya tarbia ya Muislamu, namna ya ihsani wetu wanavyokaa miongoni mwao. Katika wale ambao kwamba walikuwa wanafunga, mtu alikuwa tayari kuchukua kopo lake la maji, iwe ni chupa ndogo, yuko tayari kumgawia ndugu yake Muislamu, yuko tayari kumgawia yule ambaye kwamba amefunga ili apate zile fadhila. Na hii ndio inafaa ikuwe maisha ya mwanadamu yote. Haya ndio maisha ya Muislamu anafaa kuishi. Anafaa kujua, ninapoishi na mwenzangu ni lazima nikae naye kwa ihsani na imani. Kile kidogo ambacho kwamba nakipata ni lazima niweze kumkirimu yule. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ana wakafil yatim kahatain. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi na yule mlezi wa yatima, mimi na yule ambaye kwamba atamwangalia yatima, kahatain, nitakuwa naye sambamba katika pepo. Ikiwa wewe unahitaji radhi za Allah, unahitaji rahma za Allah, basi siku kama hii ya leo hakikisha unaweka tabasamu katika uso wa yule ambaye kwamba hajiwezi, katika uso wa yule ambaye kwamba hana uwezo wa kufanikiwa kile ambacho kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekupatia. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yule ambaye kwamba atamfurahisha yatima, akamwekea tabasamu katika uso wake, basi mimi na yeye tutakuwa katika vidole viwili katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu Waislamu, siku ya leo ni siku ambayo kwamba tuna furaha, na ni siku ambayo kwamba tumepatiwa ruhusa ya kufurahi kwa kile ambacho kwamba tulikuwa tunajitahidi juu yake. Siku moja Hasan al-Basri alipita katika vijana, akawakuta wana furaha zaidi, wanacheka kupitiliza, wanafurahi au wanafanya yale mambo ambayo kwamba yamepitiliza katika mipaka. Licha ya kuwa siku ya leo ni siku ambayo kwamba tunafaa kufurahi, lakini tuchunge katika mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man asa Allahu yawmul Eid fakaannama asahu yawmul wa'id. Yule ambaye kwamba atamuasi Allah subhanahu wa ta'ala siku ya Eid, siku ambayo kwamba Allah amekupatia nafasi ya kumtukuza, basi ni kama Allah subhanahu wa ta'ala amekusimamisha katika kiyama, katika pale kiwanja watu wanahukumiwa, na wewe unamuasi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Basi ni tahadhari juu yetu kwa ajili ya kuchunga matendo yetu, kwani Waislamu licha ya kuwa tunafanya mambo yetu, lakini tuhakikishe tunachunga matendo yetu. Hakuna kitu kibaya kama Muislamu umejitahidi katika mwezi wa Ramadhani, swala 5 haikuwa na kupita, ulikuwa unajitahidi kujizuia na munkarati,
unajitahidi kujizuia na yale ambayo kwamba amekataza Allah, lakini iwe siku moja au Ramadhani baada ya kukamilika ukarudia katika ule mwenendo ambao kwamba uliokuwa ndani yake. Tujue kuwa Muislamu unapoondoka katika dunia, kile ambacho kwamba utakufia ndani yake ndio utahesabika ndani yake. Ikiwa wewe utakufia katika Ramadhani na matendo yako yalikuwa miongoni mwa Ramadhani, basi utaingia katika wale ambao kwamba wanaingia katika hesabu ya kufanya mambo mema. Lakini wewe baada ya Ramadhani kukamilika ukao umejisaulisha nafsi yako, tukawa wale ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala takunu kalladhina nasullaha faansahum anfusahum, wala tusiwe kama wale ambao kwamba walimsahau Allah subhanahu wa ta'ala, wakazipuuzia nafsi yao mpaka Allah pia naye akapuuzia nafsi zao, akajalia nafsi zao zikasaulika na ibada ya Allah. Basi tujitahidi katika kumkumbuka Allah na kukumbuka utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan kathiran kama amara, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Ndugu katika imani, tunazidi kukumbushana na kuamrishana katika jambo zima la kumcha Allah na kuchunga amali zetu na kuchunga matendo yetu katika kila njia. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi imepokelewa na Abi Huraira radhiyallahu anhu, asema saida nabii sallallahu alaihi wasallam mimbar, alipanda Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja katika mimbari yake, faqala amin amin amin, akasema amin mara tatu. Baada ya swala kukamilika, wakamuuliza maswahaba, hadi sana'ata shay'an ajib, umefanya jambo ambalo kwamba ni la ajabu hatujawahi kusikia. Je, kuna wahi gani au kuna jambo lipi ambalo kwamba limetokea mpaka ukao unasema amin mara tatu? Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril, amenijia Jibril na akawa ananiambia mambo matatu, na kila jambo alokuwa ananiambia anasema niseme amin. Ni ile dua ambayo kwamba Jibril ameomba na akawa ananiambia mimi niitikie, ili yoyote ambaye kwamba ataipuuzia haya mambo basi ataenda kupata hasara katika maisha ya dunia na kesho akhira. Akasema jambo la kwanza, man dhukirta indahu falam yusalli alayk, yoyote ambaye kwamba atataja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wewe ukakosa kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi ujue umehasirika na umeangamia pua yako, yani umepata hasara ambayo kwamba ni kubwa. Akamwambia Jibril alayhi salam, kul amin, sema amin. Basi ikawa ni amri, yoyote ambaye kwamba atatajwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wewe ukasaulisha nafsi yako au ukakosa kumswalia Mtume, basi umehasirika katika huu mgongo wa ardhi na kesho akhira. Jambo la pili akasema Jibril alayhi salam, abdun, mja au mwanadamu ambaye kwamba adrakahu, atafikiwa walidaihi, wazazi wake, ahaduhuma au kilahuma, falam yudkhilhuma aljanna, atafikiwa na wazazi wake. Watu ambao kwamba umepata wazazi, umepata nafasi ya kukutana na wazazi, kwa sababu kuna wengi ambao kwamba hawana hao wazazi, lakini umepata nafasi ya kumpata mzazi wako mmoja au wawili ukakutana nao na ukakosa kuingia katika pepo, utakuwa umehasirika, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu wahnan ala wahni wa fiswaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Tumemuhusia mwanadamu amtendee, afanye amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na awatendee wema wazazi wake wawili, na awafanyie, awainamishie bawa lao la huruma. Yani ukiwa na wazazi wako wanyenyekee, kwa sababu janna yako iko chini ya nyayo za wazazi wako. Ikiwa utawaasi, basi ujue wewe na pepo ni vitu viwili tofauti, hamwezi mkaingiana. Jambo la tatu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa abdun au rajulun dakhala alayhi Ramadhan falam yughfar lah, na yoyote ambaye kwamba atafikiwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani ukao huu mwezi umekamilika na akakosa kusamehewa madhambi yake, mtu kama huyu atakuwa amehasirika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atutakabalie matendo yetu, atutakabalie yale ambayo kwamba tulikuwa tunafanya mwezi wa Ramadhani,
yawe ni yenye kuendelea na yawe yenye kuhesabiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na tujitahidi katika ile jitihada tuliyokuwa nayo ya kuswali swala 5, ya kusaidiana katika wema na kuhurumiana baina yetu, iweze kuendelea katika maisha haya na maisha ya baadaye, na atutakabalie yote ambayo kwamba tutayafanya katika kuanzia huu muda ambao kwamba tunao mpaka pale atakapotukutanisha Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la taj'alna minal kadhibin. Allahumma la taj'alna minal khasirin. Allahumma taqabbal lana siyamana wa qiyamana wa sujudana wa du'aana wa taubatana. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala daynan illa qadayta wala maridan illa shafaita wala mayitan illa rahimta wala aziban illa zawajta wala maridan illa shafaita wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Eid mubarak, takabbalallahu minni wa minkum a'mal salihah. Ndugu Islam, baada ya kukamilisha ibada hii ya Eid, na usia tuweze kushikamana katika kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tutakabalie yale ambayo kwamba tumeyafanya katika mwezi wa Ramadhani, na tukumbuke hii siku ya Eid ni siku ambayo kwamba tunahakikisha tunakiana furaha katika nyuso zetu, na hakikisha ile njia umekuja nayo utabadilisha njia nyingine, ndio sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na tukaribishane, kama yote ambaye kwamba ameandaa kitu kizuri, basi amkaribishe mwenzie, na mimi inshallah pia nawakaribisha katika msikiti huu wa Istiqama, tujumuike pamoja wakati wa Jumaa inshallah, pia tufurahie kwa pamoja inshallah.